الحمد لله الذي يحمد حمدا كثيرا ليس يحصى عددا، كلم موسى واصطفى محمدا، وأنزل الفرقان نورا وهدى على نبي مصطفى محمدا. سألت ربي أن يبني أحمدا في جنة الخلد مقام أبدا. ثم الصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله الخير خلق الله، وعلى آله وصحبه الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ثم أما بعد، أيها المستمعون الكرام، يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، أيها المستمعون الكرام، أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله وطاعته. أيها الناس، فقد فاز المتقون. ndugu zangu watukufu wa Kiislamu, jambo la kwanza kubwa tunapaswa kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa mapenzi yake makubwa na kwa huruma aliyokuwa nayo, akatujalia sisi wachache miongoni mwa watu waliokuwa wengi siku ya leo kuwepo hapa. Wako watu wengi miongoni mwetu na wao walitamani kuwa hapa, lakini Allah subhanahu wa ta'ala kwa mapenzi yake, taufiki yake, hajawajalia wao kuwepo hapa. Na mwanadamu Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anapompa neema, basi mwanadamu anapaswa kwa neema ile ya shukuru, kwa sababu moja ya faida ya kushukuru neema za Allah subhanahu wa ta'ala, ukichunguza ndani ya kitabu cha Qur'ani, Mwenyezi Mungu anasema la in shakartum la azidannakum, mkishukuru nitawazidishia. Kwa hiyo walau bil ikhtisari semeni alhamdulillahi rabbil alamin. Rehma na amani zimuendee kiongozi wa umma huu, mtume wangu na mtume wenu, mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kiongozi ambaye Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ndani ya Qur'ani amesema kumsifia, wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yuko mtu mmoja miongoni mwa watu wa elimu aliwahi kusema neno makubwa na yenye maana iliyokuwa kubwa. Anasema khairat taqi an yu'allima an-nasa tuqa wa yansa nafsahu wa huwa tabibu yudawi an-nasa wa huwa alim. Anasema asiyekuwa mcha Mungu, lakini kazi yake huyo mtu ni kuhusia watu kumcha Mungu, anasema mtu huyo ni sawa sawa na daktari atibiaye ile hali yeye mwenyewe ni mgonjwa. Kwanza ni usi pamoja na kuhusia nafsi yangu katika masuala mazima ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, sababu hakuna mwanadamu aliyekuwa bora leo ulimwenguni na kesho akhera asipokuwa bora wanadamu mwenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu watukufu wa Kiislamu, tuko ndani ya sayyid ayyam al-usbu', siku ya juma la wiki. Na Muhammad sallallahu anasema inna min afdal ayyamikum yawm al-jum'ah. Mtume anasema kwa siku iliyokuwa bora kwa nyinyi wa Muhammad ni siku ya Ijumaa. Yawm al-jum'ah ni siku ambayo Waislamu wanakusanyika katika nyumba za ibada kwa lengo la kuja kupeana nasaha, kwa lengo la kuja kusafisha mioyo yao, kila mmoja akitoka pale amenukta ambayo imesema katika hutuba za Ijumaa. Kabla sijakwenda kwenye anwani yangu ya hutuba yangu ya leo, nitoe tanbihi fupi sana. Mtume Muhammad sallallahu alipokwenda hijjatul wadaa mwaka wa 10 Hijiria, amekwenda na masahaba 14,000. Mtume alipokwenda hijjatul wadaa na masahaba wale wengi sana, wote wakiwa muamini mtume wale masahaba. Lakini mtume sallallahu kuna tukio kubwa ilifanya katika hijjatul wadaa ambayo ukisoma katika historia
kuna hutuba ya hutubatul wadaa, ni hutuba ya kuaga. Mtume Muhammad sallallahu amekwenda kuwahutubia Waislamu, waumini wa dini ya Kiislamu. Lakini ajabu ya mtume, alipohutubia waumini wa Kiislamu katika viwanja vya Maka, alisema ya ayuhan nas, enyi watu. Masahaba 14 wote walikuwa ni waumini. Katika Qur'ani kuna lugha 3 ambazo Mwenyezi Mungu ametumia kuwaita waumini wa Kiislamu. Ya kwanza Mwenyezi Mungu anasema ya ayyuhalladhina amanu, lakini ya pili ya ayyuhan nas, lakini ya tatu Mungu anasema innal muslimina ila akhir. Kwa hiyo kuna lugha 3 ambazo Mwenyezi Mungu subhanahu anazitumia kuwaita watu wa Kiislamu. Lakini Mtume sallallahu pia ametumia ya ayyuhan nasu. Angalia masahaba waliokuwa pale wote ni waumini, lakini Mtume akatumia ya ayyuhan nasu, enyi watu. Jopo kubwa la wasomi wa Kimarekani walikaa wakadiscuss kwa nini Muhammad anahutubia Waislamu ambao ni waumini masahaba zake, akatumia ya ayyuhan nasu ni kwa nini? Jawabu likaja wakasema ya ayyuhan nasu ni international calling, ni wito wa kimataifa. Kauli hii moja tu ilifanya wasomi wengi wa Kimarekani kuingia kwenye Uislamu, kwa Muhammad sio mwanadamu wa kawaida. Alihutubia ya ayyuhan nasu, si kwamba alikuwa anawaambia wale waliokuwa nao, alikuwa anawaambia watu wote wa ulimwengu mzima. Kwa hiyo tambihi yangu ni kwamba haya ninayozungumza leo katika mimbari hii, nazungumza kwa kusudia kuwaambia Waislamu wote. Mada yangu ya leo nitazungumza walau bil ikhtisar, kila mmoja afahamu. Anwani yake inasema ni ipi nafasi yako kwa jamii inayokuzunguka? Ni ipi nafasi yako wewe Muislamu kwa jamii inayokuzunguka? Mtume Muhammad sallallahu anasema inna Allaha ikhtara lakum al-islam dina fa'akrimuhu bihusnil khulqi was-sabani fa innahu la yuqbal illa bihi. Mtume Muhammad sallallahu anasema inna Allaha, hakika ya Mwenyezi Mungu, ikhtara lakum al-islam dina, ameuchagua huu Uislamu kuwa ndio dini ya sawasawa. Fa'akrimuhu, kwa kazi sio waumini wa Kiislamu, ielezeni Uislamu, uheshimuni Uislamu, uongozeni Uislamu. Kwa nini? Bihusnil khulqi, jambo la kwanza kwa tabia iliyokuwa njema. Mtume Muhammad sallallahu urifa bi akhlaqihi qabla dini. Watu wa Maka walimfahamu Mtume Muhammad kwa akhlaqi zake alizokuwa nazo kabla ya kumjua kwa mtu wa dini. Mtume anasema jambo la kwanza ambalo ni nyenzo la wewe kupa heshima na thamani kwa watu unaoishi nao, jambo la kwanza ni kuwa na tabia iliyokuwa njema. Lakini wasafai na kutoa kwa ajili ya Uislamu, hii nayo ni mada nyingine mbali. Lakini husnul khulqi, tabia iliyokuwa njema, hapa ndio kwenye concept yangu kubwa sana ambayo nimekusudia kuizungumza. Kila mmoja anayo nafasi ya watu wanaomzunguka wamtambue yeye nani kwa jamii inayokuzunguka. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema inna minan nasi nasan mafatihu lil khair wa maqalibu lishar, hakika miongoni mwa watu kuna mtu. Angalia, Mtume kaanza na inna. Ile hadithi ya mwanzo ni inna katika lugha ya Kiarabu, tumesoma darasani zamani, wanasema mashaikh kwa inna ni harfi tawkid wa nasb, ni herufi ya kupotezo. Mtume anasema inna minan nasi nasa, hakika miongoni mwa watu kuna mtu. Nani? Mafatihu lil khair wa makhalifu lishar, mtu huyo au watu hao miongoni mwa watu ni wafunguzi wa kheri na wafungaji mambo ya shari. Lakini Mtume hakuishia hapa tu, akasema inna minan nasi nasa makhalifu lil khair mafatihu lil shar wa makhalifu lil khair, hakika miongoni mwa watu kuna mtu ni mfunguzi wa mambo ya shari na mfungaji mambo ya kheri. Jiulize wewe, katika hadithi hii ya Mtume, ni vue zama hizi za masahaba na zama hizi za leo, wewe ni mtu wa sampuli gani kwa jamii inayokuzunguka? Je, ni mtu wa kheri? Ni wewe miongoni mwa watu ambao kutokea ugonjwa ya jamii yako kutokea sana kwa kutokea yule bwana, basi kheri inapatikana? Au wewe ni yule mtu ambaye akitokea sana jamani, kila mmoja akae na udhu wake, bwana anakuja? Wewe ni mtu gani kwa jamii inayokuzunguka? Nafasi yako ni ipi? Dini yetu ya Kiislamu imejengwa na akhlaq. Watu wa Maka walimpenda Mtume, walimheshimu Mtume. Kwa nini? Kwa sababu ya akhlaq zake. Miongoni mwa majina Mtume sallallahu kabla ya kuwa Mtume aliitwa aswara bikul amin, ni mkweli kisha mwaminifu. Ni kwa nini? Alipama tabia iliyokuwa njema.
Who are you in your society? Wewe ni nani kwa jamii? Wewe ni nani ndugu yangu Muislamu? Ni nani? Jamii yako inayokuzunguka, wewe ni mtu wa sampuli gani? Je, unaishi na tunaishi nao? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndani ya Qur'ani kule anasema wa innaka la ala khuluqin adhim. Inna ile inasema kule Allah anasema wa innaka, na hakika wewe Muhammad, la ala khuluqin adhim, uko juu ya tabia iliyokuwa njema. Kwa nini? Mtume alijua kuishi na watu vizuri. Mtume alishirikiana na watu vizuri. Yuko msomi mmoja, ni sawa kidogo, msomi mmoja wa Kimarekani. Kama mtakuwa ni wapenzi wa kusoma vitabu, na leo ulimwengu umekuwa mwepesi, kuna simu kubwa, basi tunasoma mambo yote duniani. Kule Marekani kuna chuo kinaitwa Harvard. Yuko profesa mmoja anaitwa Mary Marco. Alikuwa ni kafiri, lakini mwisho wa siku akaslimu, akaja kwenye Uislamu. Before ya kuslimu alisoma kwanza Uislamu akaujua, alafu ndio kisha akaslimu. Aliposlimu alisema hivi, Muslims are the hardest people to convert to another faith. There is nothing to offer them. Anasema Waislamu ndio watu wagumu kuwashawishi kwenda kwenye dini isiyokuwa ya Uislamu. Kwa nini? Sababu there is nothing to offer them, kwa sababu huna cha kuwaomba, dini yao imekamilika. Alipohojiwa akasema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na akhlaki zilizokuwa nzuri, wako watu pale Maka walikuwa hawampendi Mtume, na kwa tabia yake walikuja kwenye Uislamu. Who are you in your society? Wewe ni nani kwa jamii inayokuzunguka? Wewe ni mtu wa sampuli gani? Jamii unayoishi nayo, je, inakufikiriaje? Ni mtu wa sampuli gani kwa jamii inayokuzunguka? Kwa kila mmoja anapaswa atambue tabia iliyokuwa njema ndio one of the big titles itakayomfanya jamii yake ipende. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum.